Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kusema naunga mkono hoja kwa 100%. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri sana aliyoifanya kwa diplomasia ya nchi yetu. Toka ameingia madarakani mwaka 2021, kazi aliyoifanya Dr. Samia ya kuijenga diplomasia ya nchi yetu ni kazi ya mfano, na kwa kweli inastahili pongezi, na tunampongeza rais kwa kazi nzuri aliyofanya. Amejenga heshima kubwa sana ya nchi yetu. Rais, hongera sana kwa kazi nzuri uliyofanya. Lakini nimpongeze sana kakaangu Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje. Kakaangu, unafanya kazi nzuri sana. Wewe hodari, muungwana, mzalendo, na umefanya kazi ya diplomasia ya nchi yetu kwenda vizuri sana. Wewe pamoja na wasaidizi wako umepata vijana wamelelewa na umoja wa vijana wa CCM, na hakika wanakusaidia kazi nzuri ya kuendeleza diplomasia ya nchi yetu. Lakini chukue muda huu, kwa sababu ya muda kidogo, ni washukuru watendaji wa wizara hii wakiongozwa na katibu mkuu. Wanafanya kazi nzuri sana, umepata wazalendo sana. Na niwapongeze mabalozi wanaoiwakilisha nchi yetu duniani. Watu hawa kazi wanayofanya, bahati mbaya ni kwamba haionekani sana huku, lakini ukiona vinaelea vimeundwa. Mabalozi wanafanya kazi nzuri ya kuiwakilisha nchi yetu, na kazi hii lazima wabunge tuiunge mkono, na leo tupitishe bajeti hii kwa kishindo ili tuonyeshe kwamba tunatambua kazi nzuri ambayo inafanywa na mabalozi ambao wanawakilisha nchi yetu huko duniani. Mheshimiwa Spika, baada ya kazi hii nzuri iliyofanyika, na mambo mawili makubwa ya kushauri. La kwanza, baada ya kazi hii nzuri iliyofanyika, idadi ya Watanzania kwenye taasisi za kimataifa imeongezeka. Tunayo mifano mingi, tumeenda kwenye uchaguzi, tumechaguliwa, lakini wale wanaoteuliwa na kadhalika. Nataka kuomba wizara hii tusaidie jambo moja. Tunao waraka wa utumishi wa umma wa mwaka wa 2009. Waraka huu pamoja na mambo mengine, kwa haraka haraka, unazungumzia likizo ya bila malipo ya watumishi wa umma. Sasa waraka huu unapunguza kasi ya ushiriki wa Watanzania kwenye taasisi za kimataifa. Kwa nini? Kwa sababu moja, kupata likizo hiyo imekuwa tabu, lakini likizo hiyo ina masharti ambayo hawa Watanzania wazalendo wakipata fursa huko duniani, wakienda wakirudi huku, wanarudi kuanza pale walipotokea. Kupanda kwao vyeo kunasimama. Sasa nadhani hili lina discourage hawa watu kwenda huko nje. Ninakuomba Mheshimiwa Waziri, tunakuamini, nina hakika unaweza, shirikiana na Wizara ya Utumishi, nendeni mkapitie upya waraka huu ili tuongeze idadi ya Watanzania. Badala ya kuwa discourage kwenda, tuwa encourage kwenda, kwa sababu inatupa fursa ya sisi Watanzania kutumia wanachama wetu kwenye taasisi hizo kuhakikisha mambo yanakwenda. Mheshimiwa Spika, swala la pili, ujenzi wa nchi ni historia na unachukua muda mrefu, na katika historia hiyo kuna uwezekano wa kupitia milima na mabonde, nyakati njema na nyakati mbaya, nyakati nzuri na za furaha, na wakati mwingine nyakati za huzuni. Na nahodha mzuri anapimwa wakati wa dhoruba. Nchi yetu imekuwa na miongo kadhaa ya kujenga historia yetu na mahusiano yetu na marafiki zetu. Ndio maana ninawapongeza marais wa nchi hii. Katika misukosuko, katika raha, bado diplomasia ya nchi yetu imeendelea kushamiri. Na Rais Samia ameonyesha kwa vitendo kabisa. Tulipopitia mawimbi, rais amesimama imara, ameonyesha uzalendo, na hili limepeleka salamu duniani kwamba hata kama tukipitia matatizo, bado tuna uwezo wa kushughulikia matatizo yetu wenyewe. Na hili limempa heshima rais wetu, na hili linatupa sisi kumuunga mkono rais wetu kwa kazi anayofanya. Sasa nataka kuiomba wizara mara kadhaa tuwakumbushe marafiki zetu
kwamba tuko tayari kushirikiana nao kama marafiki zetu kuzitatua changamoto mbalimbali tunazopitia, lakini muhimu wakumbuke, nchi hii iko huru, ilipata uhuru wake. Uhuru wetu hatukupewa kama zawadi, tulipambana tukapata uhuru wetu. Tuko huru, wa uheshimu uhuru wetu, tunaheshimu mchango wao, tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu. La pili, marafiki zetu waje, lakini muhimu wakumbuke, wasitumie changamoto tulizonazo kutunyanyasa, kutukandamiza, kutuonea, kutudhalilisha. Watumie fursa tunaowapa ya sisi kufanya nao kazi kwa heshima, nidhamu na upendo. Nchi hii tumekuwa na mahusiano na hawa marafiki kwa miongo kadhaa. Changamoto za siku moja, mbili, tatu haziwezi kupima uhusiano wetu na wao kwamba eti ndio msingi wa uhusiano wetu. Na nataka kuwaomba Watanzania, historia ya nchi hii itajengwa na Watanzania. Tulinde nchi yetu kwa wivu mkubwa, tuitetee nchi hii kwa wivu mkubwa. Tusiruhusu mtu kutudhalilisha, mtu kutuonea, mtu kutunyanyasa, na isitumike fimbo ya changamoto tulizonazo kutupiga. Hilo tuseme hapana. Na niombe wizara hii mara kadhaa tuwakumbushe, iwe ni mataifa makubwa, iwe ni madogo, wote tuko sawa mbele ya diplomasia. Kwa hiyo waje tushirikiane, tufanye nao kazi. Na waziri, umefanya kazi nzuri, umetembelea mataifa kadhaa na na hakika utakwenda kwenye mataifa mengine. Naendelea na msimamo huu, hatufungamani na upande wowote, lakini watuheshimu wanapokuja kufanya kazi na sisi. Wazingatie hii nchi ni huru, wahakikishe kwamba wanaheshimu uhuru wetu, watuheshimu, wasitudhalilishe, watutendee haki. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante sana na kushukuru. Asante Mheshimiwa Bulaya. Jiandae Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa